Haya, asante sana. Katika sehemu ya 4 wote mliobarikiwa, asanteni na mbarikiwe pia. Katika sehemu ya 5 ambayo tutasonga kwa sehemu hapa na kisha sehemu ya 6 kama kawaida Jumatatu tutakuwa hapa pia. Lakini cha msingi tu ambao unafuatilia simulizi hii, kama uliikosa sehemu ya 1, ya 2, ya 3 na ya 4, nenda YouTube andika Fidia Tinga, utakutana na simulizi hii ya siri ya nyumba ya mafanikio, sehemu ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, na hii ni sehemu ya 5. Kama unabarikiwa pia sema amina na ubarikiwe sana. Nafikiri hakuna haja ya kukukumbusha kwamba tuliishia wapi, kwa sababu nimefanya marudio ya sehemu ya 4 ya simulizi yetu. Kwa wewe ambao umeifuatilia, Mungu akubariki sana. Asante sana. Kama ambavyo tuliishia katika sehemu ya 4 ambapo baada ya kuonesha kwamba nyumba ile imekuwa na maluelue na vimbwanga na mambo mengi kujiri katika nyumba ile, hatukujua kama Rehema aliendelea kusalia pale ni yeye na mumewe ama ilikuwaje. Lakini nimeona meseji za watu wengi pia ambao wanasema ningekuwa mimi ningeondoka, ningekuwa mimi ningebaki. Lakini nimeona dada Madam Lily yeye amesema meseji yake hapa kwamba angekuwa yeye na mume wake, kwa sababu nyumba ndio ina vimbwanga, wangeondoka zao. Sasa kilichojiri pale, Rehema yeye ndo aliamua kuondoka kwenye nyumba yao, akaamua kuanza maisha mapya peke yake. Aliondoka kabisa, akamwacha zake pale mmewe. John alisalia pale, lakini Rehema yeye aliondoka. Akaanza kuishi maisha yake peke yake. Wakati ameendelea kuishi peke yake, Rehema alianza kupata amani polepole. Akawa ameanza kuimba tena, yani kwa maana ya furaha kurejea, vipambio vikawa vinakubali, kucheka ukawa kuna kuja. Lakini upande wa John sasa, yeye alikuwa na wakati mgumu sana. Kwanza kapoteza mali zote ambazo alizipata kwa njia ya ushirikina, lakini pia kampoteza mke ambaye yeye aliamini akiwa na mali mke atadumu, lakini kumbe zile mali zilikuwa ni za ushirikina. John alibaki katika wakati mgumu sana. Tena wakati ambao ulikuwa ni wa maswali mengi. Hajui John anafanyaje, kwa sababu ameshampoteza mkewe. Ujue, ukimpoteza mke wako katika majira ambao ulikuwa unamhitaji, na kuwa ni wakati mgumu sana kustahimili. Hata kama mwingine anaweza kusema sasa yeye ni ujinga wake. Yeye nani alimtuma kutafuta mali za ushirikina? Ni kweli alikuwa na mali za ushirikina, lakini mke anauma wanasema. John alikuwa na wakati mgumu, hata chakula kilikuwa hakipandi. John alikuwa na wakati mgumu, maluelue yale ambayo yalikuwa yanaendelea kutokea ndani ya nyumba yake yalimsababisha John aanze kulala nje. John alianza kulala nje kwa sababu ya maluelue aliyokuwa anakutana nayo katika ile nyumba yake mwenyewe. Akaanza kulala nje ya nyumba ambayo aliijenga mwenyewe. Watu waliokuwa karibu naye ambao walikuwa ni marafiki wote walipotea. Kumbuka, unapokuwa na mafanikio, wako watu watakuja kwako na watakuwa marafiki zako kwa sababu tu ya mafanikio ulionayo, na kuna watu ambao ukishafilisika ujue kabisa kwamba utawapoteza. Huo ndio ukweli, watapotea kabisa. John alibaki akiwa mkiwa, marafiki wamemwacha, biashara zake zimekufa kwa sababu yeye alijichanganya, alichukua mali ambazo ni za nguvu za giza. Hakuamini kwamba Mungu anaweza kukufanikisha na ukafanikiwa pia. Aliamini katika nguvu za giza. John baada ya kuona mambo yamezidi kuwa magumu kabisa, aliamua kufanya maamuzi ambayo kwake aliona ni maamuzi rahisi. Lakini pia maamuzi hayo yalitokana na kujutia kwa kile alichokifanya. Na akasema mwenyewe siku moja akiwa amekaa anatafakari, akasema, nilichagua njia rahisi, lakini ilikuwa ni njia ya kifo. Nilichagua kufanikiwa haraka, lakini ilikuwa ni njia ya mateso. Maisha yaliendelea, John akiwa anapitia mateso sana. Rehema mkewe, wakati ameendelea na maisha yake huko, hakuwa mbali pia na kumtegemea Mungu na kumtumainia Mungu. Siku moja Rehema alikuwa ameitwa na mchungaji Elia, ambaye huyo mchungaji ndiye aliyekuwa amefichua siri za maisha ambayo alikuwa anaipitia huyu Rehema. Mchungaji alimuita Rehema tena, akamwambia Rehema, una kazi ya kuwaokoa wengine. Ikabidi siku moja mchungaji ampatie Rehema kupata nafasi ya kushuhudia pale madhabahuni aliyokutana nayo,
kumpenda mwanaume kwa sababu mwanaume ana pesa, kumbe zile pesa zilikuwa ni mali za kishirikina. Mali zile zilikuwa za nguvu za giza, na kupitia mali zile huenda Rehema uhai wake ungetoweka, kwa sababu alikuwa katika jina ambalo lilikuwa ni limeandikwa majina ya watu ambao wangepitia mateso na walikuwa ni sadaka ya mafanikio ama utajiri wa mumewe John. Rehema alipopata nafasi ya kuweza kushuhudia kanisani, watu walilia sana, waliguswa sana. Rehema alishuhudia yote aliyoyapitia. Kama umebahatika kusikiliza sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, basi utakuwa unajua Rehema alipitia nini, vimbwanga gani alikutana navyo katika ndoa yake. Hivyo aliyoyashuhudia aliwafanya watu walie sana na kuguswa sana na mkasa wake na simulizi na ushuhuda wake pia wa namna Mungu alivyomshindia baada ya kuingia kwenye mikono ya mwanaume ambaye aliamini itakuwa ni tumaini lake, faraja yake, na wataishi maisha ya kifahari kwa sababu mwanaume ana mafanikio na kila kitu, lakini kumbe mwanaume yule alikuwa amejichanganya katika mali za nguvu za giza. Ushuhuda wa Rehema uliwagusa watu sana. Najua hata wewe aliyoyapitia Rehema yanakugusa na kuna kitu yanakufundisha. Unajifunza nini? Niandikie kwenye namba 0744139543. Aliyoyapitia Rehema ameshuhudia kanisani, watu wameguswa. Wewe umeguswa vipi na mapito aliyopitia Rehema mpaka kufika hapa ambapo ametoka kwenye mikono ya yule mwanaume ambaye alikuwa amekusudia kuja kumtoa sadaka kwenye madhabahu za nguvu za giza ili yeye aendelee kumiliki mali? Namba 0744139543, 0744139543. Meseji yako nisogezee hapo, andika tu ujumbe, usipige simu tafadhali. Lakini unaweza kaandika maoni yako pia. Wale mnaofuatilia simulizi hii YouTube, unaweza kaweka komenti yako pia. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio na mimi msimuliaji wako naitwa Fidia Tinga. Rehema wakati ametoa ushuhuda, amerudi nyumbani, maisha yameendelea. Rehema aliota ndoto siku moja, na ndoto ile ilimuhusu mwanamke mwingine, sio yeye. Hakuota kuhusu yeye, lakini aliota kwamba kuna mwanamke ameingia kwenye ndoa kama aliyoingia yeye. Baada ya kuota ile ndoto, Rehema alichukua maamuzi ya kumfuata yule mwanamke kwenda kumuonya, kwa sababu aliota namna alivyoingia yeye kwenye ile ndoa. Akaoneshwa kwenye ndoto sasa kuna mwanamke mwingine ambaye anamfahamu, naye ameingia kwenye ndoa kama ya kwake aliyoingia yeye kwa Mr. John, na kujikuta kwamba ameingia pabaya. Mwanamke huyo alipoambiwa na Rehema na akaonywa na Rehema, mwanamke huyo akaogopa sana, kwa sababu Rehema alimsimulia na kumshuhudia yote aliyoyapitia yeye. Yule mwanamke alichukua maamuzi ya kuokoka, kwa sababu akaamini kwamba kama Rehema amepitia haya na ameshinda, kumbe mimi natakiwa pia nijikabidhi kwa Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mwanamke yule alichukua maamuzi sahihi kabisa ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini alichokifanya pia mwanamke yule, alisema kabla mambo hayajaharibika, aliamua kuiacha ile ndoa ambayo aliamini kabisa kwamba kwa aliyoyapitia Rehema, kama na yeye atayapitia, hataweza kustahimili. Siku moja Bwana John aliamua kuingia kitaa kumtafuta Rehema. Aliamua aingie mtaani amtafute Rehema. Rehema yuko wapi? Rehema yuko wapi? Mimi nimebaki na mateso haya. Rehema yuko wapi? John aliingia mtaani, mtaa kwa mtaa, anamtafuta Rehema. John alikuwa ni mtu sasa ambaye amechoka, yuko ni dhaifu, amepoteza kila kitu, ni mchafu. Ukikutana naye uwezi ukajua kwamba ni yule ambaye alikuwa tajiri, mwenye mali na mwenye kuishi maisha ya kifahari. Unaambiwa katika kuzunguka mtaa kwa mtaa, bwana we, John katika mtaa mmoja alibahatika kwa mara ya kwanza, baada ya kumtafuta kwa muda mrefu sana, siku nyingi, Rehema ambaye alikuwa mke wake, akamkuta. John baada ya kumkuta Rehema alilia sana. Rehema alitulia kumsikiliza. John alipaza sauti akisema, Rehema, naomba unisaidie.
Rehema, naomba unisamehe. Rehema, naomba unisaidie. Rehema, naomba unisaidie, unisamehe pia, nimekukosea. Kwa machozi na akiwa analia sana na kuonesha kujuta kwa yote aliyoyafanya, John alilia sana siku hiyo. Rehema alibaki katika wakati mgumu sana. Je, amsamehe? Amsamehe John kwa yote waliopitia? Je, amsamehe? Nipigie simu yako msikilizaji na uniambie hapa. Lakini pia Rehema, kwa ushauri wako, ungepata nafasi umshauri, je, amsamehe mwanaume huyu na kurudi tena kwake au afanyeje? Nipigie simu katika namba 0744139543. Message yako isogeze katika namba 0744139543. 0744139543. 0744139543. 0744139543. Nipigie simu yako, karibu uzungumze na unieleze ungepata nafasi ya kumshauri. Unaambiwa Rehema anaomba ushauri kwako, amsamehe huyu mwanaume au aendelee tu na maisha yake, ikiwa tayari anaishi maisha ya amani, mateso ameyaacha kule kwa John. Kwenye line, halo. Halo. Sauti ya nani, uko wapi? Unaongea na Sauti kutoka Mbeya. Karibu. Mimi nasema amsamehe lakini wasirudiane. Amsamehe lakini wasirudiane. Ndiyo. Aise, kwa msamaha asamehe ila wasirudiane. Ndiyo, kumsamehe amsamehe ila tu kurudiana hapana. Haya, sawa. Asante sana pia kutokea hapo. Kwenye line mtu mwingine yuko tayari kwenye line. Hello. Sauti ya nani, kutokea wapi? Sauti ya Pili kutoka Uyole. Karibu. Niko shauri hapo ni angemsamehe tu, maana Mungu anapenda sana. Angemsamehe tu? Haya, sawa. Asante sana pia kutokea hapo. Mungu akubariki. Kwenye line, hello. Karibu. Unaitwa nani, uko wapi? Naitwa Fina, niko Imezo. Karibu. Asante. Ningekuwa mimi ningeweza kusema, maana sisi wanawake na tofauti na wanaume, yani unamsamehe ila asirudiane naye. Amsamehe ila asirudiane naye. Kurudiana naye ndio hapana. Wewe nirudi kwenye mateso tena, hapana. Haya, asante sana kutokea hapo. Kwenye line mtu mwingine. Hello. Hello. Karibu. Naongea na Godwin kutoka wilaya ya Rungwe. Karibu. Yaani mimi sikujua huyo mwanamke alikuwa na mtoto kwa John. Walikuwa bado hawajabahatika kuwa na mtoto kwa sababu walikuwa tu ndo wametoka kufunga ndoa. Maluelue yakaanza, mwanamke akagundua kupitia mchungaji ambaye alimueleza kwamba mumeo anamiliki mali za ushirikina. Kwa hiyo walikuwa bado hawajabahatika kuwa na mtoto. Hapo mwanamke ilikuwa ni vigumu kumsamehe huyo mwanamke. Kwa hiyo wewe ungepata nafasi ya kumshauri, ungemshauri amsamehe, warudiane au aachane naye? Yaani mimi nilikuwa na waza kwa angekuwa na mtoto angemsamehe wasichana, lakini kwa vile hawana mtoto yote, ilikuwa tu basi ni kumsamehe, amwache ile kusema wewe mwanaume ningekusamehe kwa yote uliyotenda, lakini nimekuacha hivyo kazi. Asante sana. Mungu akubariki sana. Haya, msikilize sasa hii simulia. Ndio. Naweza nikipata pateja iwe ni mwendelezo sasa, iwe memory ama. Sawa. Basi itakapoisha tutatengeneza flash, tutatangaza hapa. Wewe unanisikiliza basi. Asante, naifuatilia. Asante sana. Haya, simu ya mwisho kwenye line. Hello. Karibu. Naam. Ningeona msamehe. Sawa. Ubarikiwe sana kutokea hapo.
Haya, simu ya mwisho ilikuwa ni hiyo. Mungu akubariki sana ndugu. Meseji kwa haraka haraka hapa kwa sababu tuko out of time. Meseji kwa haraka. Usipige simu tena jamani, ni ili nikimbize meseji chache tu, kama meseji 10 kwa mwendo wa speedi kweli kweli. Jennifer anasema mimi namuunga huyo dada mkono, amsamee tu ila wasirudiane, lakini pia angemsamee huyo mwanaume. Anasema kaka amsamee tu, Joni ni mume wake tu, rehema, na amshauri waendelee kumuomba Mungu na amkabidhi Yesu maisha yake. Baba Watuma akiwa Tunduma, kwa mama Sinkala. Asante kutokea hapo Tunduma. Amsamee wakaanze maisha mengine, maana hapo ameshajifunza. Priska kutokea Ivumwe, lakini pia huyu anasema kwa hapo kaka amsamee tu. Haya sawa, anasema waende naye kanisani Kamboni kutokea Mbozi. Kwa hapo imejirudia. Ningekuwa mimi ningemsamea, alafu nampeleka kanisani akatubu, pia wakamuombe na wakaombea ile nyumba. Mama Jocelyn, kama unakabiliwa na changamoto ambayo pia na wewe unahisi kuna nguvu za giza zinakufuatilia, mtumishi wa Mungu Kuhani Joshua wa madhabahu ya Rising Together ana kongamano linaendelea, kongamano la Pasaka pale Rising Together Gombe Kusini. Unachotakiwa kufanya ni kufika kesho katika kongamano hapa maeneo ya Uyole Gombe Kusini. Wewe unayenisikiliza, una changamoto yote ambayo unahitaji maombi, mtumishi wa Mungu yeye anasema maombi ni bure, na popote ulipo nguvu ya Mungu itakufikia. Chukua namba, ninahitaji namba ya kuhani, mpigie simu, mueleze changamoto ulionayo, mwambie mtumishi wa Mungu nahitaji maombi yako. Namba ya kuhani Joshua ni 0760 82 36 3635. Narudia tena, iandika hii namba. Uwezi ukajua nguvu za giza weza zinakufuatilia kwa namna yoyote, magonjwa na changamoto mbalimbali, unahitaji Mungu akutendee na Mungu akuponye. Andika hii namba 0760 82 3635. Mwambie mtumishi nahitaji maombi yako, niko Chunya, niko Mbarali, niko Mbeya, niko wapi, mueleze ulipo, popote ulipo. 0760 82 3635. 0760 82 3635. Chukua hii namba, usiogope. Mpigie simu mtumishi Kuhani Joshua Mwaijengo katika hiyo namba, usiogope. 0760 82 3635. Uko mahali popote Tanzania na hata nje ya Tanzania, 0760 82 3635. 0760 82 3635. Kongamano linaendelea na Jumapili itakuwa ni hitimisho saa 2 kamili za asubuhi kwa maana ya Jumapili, lakini Jumamosi saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 za jioni. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio. Tumeshikwa mkono na Rising Together Gombe Kusini katika sehemu ya 5 siku ya leo. Tutakutana katika sehemu ya 6, hiyo ndiyo itafuata.